ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Tulifika katika aya ya 5 jana na tulisema leo tutaondokea hapo na tusogee katika aya zilizoko mbele yake kadiri ya muda wetu utakavyoturuhusu insha Allah. Ajala al-alihata ilahan wahida, amejalia miungu yetu yote iwe haina maana, aabudiwe Mungu mmoja tu peke yake. Inna hadha la shay'un ujab, hakika hili ni jambo linalostaajabisha sana. Qala almufassiruna, wamesema wanawachuoni wa tafsiri, inna Quraishan, hakika ya Makuraishi, ijtama'u wa qalu li Abi Talib, walikusanyika wale vigogo wakubwa, viongozi wenye kauli pale Maka, walikusanyika wakamwendea Abu Talib. Abu Talib ni ami yake Mtume, ambaye baada ya kufiwa na mama yake mzazi akiwa na umri wa miaka 4, Mtume alilelewa na babu yake kwa kumzalia baba, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib naye alimlea mjukuu wake kwa kiasi cha miaka 2 hivi, naye akafariki. Kwa hiyo baada ya kufariki Abdul Muttalib, na kabla ya kufariki wakati wa maradhi ambayo ndiyo kwayo alifariki, alimuhusia mwanawe huyu Abu Talib kwamba huyu mwanangu uwe naye, umlinde, huyu ana jambo kubwa, muhifadhi kama unavyohifadhi mboni za macho yako. Kwa hiyo Abu Talib alifuata wasia wa baba yake, akamlea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa hapo kwa ami yake kwa muda mrefu mpaka akafikia umri wa kubaligh, akatumika kufanya shughuli za biashara na ami yake mpaka akafikia umri wa miaka 25, akaoa mke, akaanza maisha ya kujitegemea baada ya kuwa na mke wake. Lakini muda wote huu alikuwa yuko chini ya uangalizi wa ami yake Abu Talib mpaka akapewa utume. Ami yake huyu hakumtupa, ingawaje yeye binafsi hakutaka kusilimu, lakini pia hakuridhia kuona maudhi yanafanyiwa mwanawe, mtoto wa kaka yake. Alikuwa ni ngome muhimu sana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Hii ndo sababu viongozi wa Kikureishi walifanya delegation maalum wakamwendea Abu Talib
Akasema naye kwa sababu walikuwa na wao, yeye ni kiongozi wao, wanamheshimu. Kwa hiyo walikusanyika viongozi mashuhuri wa Kikureishi, wakamwendea ami yake Mtume Abu Talib na wakamwambia, kufa ibn akhika anna, bwana tunakuheshimu, tulichokujia hapa, zuia mwanao sasa anatuingia sehemu ambazo hazistahiki kuingiwa. Maudhi yake yamekuwa hayavumiliki tena. Fa innahu yaibu dinana, mwanao anaitia aibu dini yetu. Dini yetu anaitia aibu, anaikosoa. Wayadhimu alihatana, anawatukana miungu wetu. Sasa hajatukana Mtume yale matusi yanayojulikana kuwa ni matusi, lakini anavyowasifia wale miungu anawashushia hadhi. Kama huletewa aya akaambiwa awaulize, alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha. Sasa aya kama hizi wao wanaona kama wale waungu wao wanadhalilishwa, wanadharaulika. Ndo matusi yenyewe. Husoma aya, analetewa aya, lakini akizisoma zinapokelewa vibaya na watu wenye jambo lao. Kwa hiyo walimwambia Abu Talib amkomeshe mwanawe. Alipofikia ni mahala hawatovumilia tena watu wa Maka, sababu wakatoa hizo, innahu yaibu dinana, anaitia aibu dini yetu. Wayadhimu alihatana, anawatukana waungu wetu. Wayusafihu ahlamana, na sisi wenyewe anatufanya wapumbavu. Ahlam ni akili za watu, intelligence. Sote sisi anatufanya wapumbavu, wanao hatuna akili, mwenye akili yeye tu. Fadaahu Abu Talib akamuita mwanawe Muhammad. Wakati huo ulipokuja ujumbe, Mtume hayupo nyumbani. Abu Talib ulipokuja ujumbe huo, akaagizia niitieni Muhammad. Akaitwa, akaja, wakallamahu, na akaongea naye. Zingatieni wakati huu Muhammad ni mtume wa Allah, lakini ujumbe aliokuja nao pale kwao ulikataliwa. Na hizi ndo hatua ambazo wakubwa wa mji wake walikuwa wanazichukua. Abu Talib kamuita Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema naye mwanawe fi dhalika, kwenye habari hiyo aliyoletewa. Faqala sallallahu alaihi wasallama, Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema, ya ammu, ewe ammi yangu, innama uridu minhum kalimatan wahidatan, yote wanayosema sio sahihi. Mimi ninataka kwao watamke neno moja tu. Juhudi yote ninayoifanya na hayo wanayoyaona ni kero, mimi ninataka kwao waseme neno moja tu. Wakilitamka neno hilo, yamlikuna biha al-ajama, watawamiliki watu wote wasiokuwa Waarabu. Yani wakilitamka neno hilo, Waarabu wote watakuwa wako chini yao, na wasiokuwa Waarabu watawamiliki. Yani hadhi ya hii nchi yao itapanda. Wao watakuwa ndo wenye sauti kwa mataifa mengine. Mataifa mengine yatanyenyekea kwao, yatasikiliza kwao. Watadinu lahum biha al-arab, wakilitamka neno hilo, Waarabu watakuwa ndo wametengeneza mpango wa kiuendeshaji. Mwenendo wa maisha ya watu yatakuwa yanawategemea Waarabu. Fakala Abu Jahli akasema, wal mushrikun,
na washirikina wengine waliokuwa pamoja naye. Hapa kazungumza Mtume maneno kidogo yana sound vizuri kwenye akili za mtu. Kuna neno moja tu wakilitamka heshima yao itakuwa juu. Wataitawalia bara Arabu na watakuwa wanategemewa na dunia nzima wakilitamka hilo neno moja. Hili kidogo likagusa katika hisia zao. Wakasema naam, nutikaha wa 10 kalimati, kama malengo ya unachotuambia ndiyo hayo, achilia mbali neno moja, hata maneno 10 tuambie, tutakusikiliza. Watu si wanataka jaha tu ya dunia? Tutakuwa hivyo, basi achilia mbali neno moja, hata maneno 10 tunakupa fursa ya maneno 10 utuambie, maha, pamoja na hilo moja lako ulilonalo. Faqala, Mtume akawaambia, qulu la ilaha illa Allah, neno ninalotaka mtamke litalokupaisheni, semeni la ilaha illa Allah. Maana hili dunia nzima hakuna. Mkilichukua nyinyi neno hili, dunia nzima itaelekea kwenu. Qulu la ilaha illa Allah, semeni la ilaha illa Allah. Faqamu fazi'in, wakasimama wakiwa wamefadhaika. Yanfidhuna thiyabahum, wanapukusa nguo zao wanaondoka. Wayakuluna, na huku wanasema, aj'ala al-alihata ilahan wahida. Maneno gani atuambia? Hichi si ndo tunachopingana nacho? Yani hili neno lake ile alilokuja kulilingania hapa ndiyo kilichotufanya tukosane naye. Tutakubali vipi sisi kutamka la ilaha illa Allah? Hadhi na heshima ya miungu yetu yote iondoke, tukamwabudie Mungu mmoja. Aj'ala al-alihata ilahan wahida, anajalia miungu yote iwe haina kazi, Mungu awe mmoja tu. Mahala pengine walikuwa wanasema Makureishi, kaifa yasauna ilahun wahidun wa hawaijuna kathir, Mungu mmoja anatutosha wapi? Na sisi tuko wengi na haja zetu ni nyingi, kila mtu ana haja zake tofauti. Tuna wengi na mambo hayakai sawa. Tuwasaliti, tuwatelekeze miungu wote, alafu tumtegemee Mungu mmoja? Atamudu vipi matatizo yetu? Yani wao hata hii maana ya Mungu hawaielewi vizuri. Hii ndo ilikuwa sababu ikateremka hizi aya. Fanazalatil ayatu, zikateremka aya hizi kwa sababu ya tukio hilo. Wamtalaka almalau minhum, waheshimiwa hawa wakaondoka na msimamo wao miongoni mwa wengineo wakubwa wa Maka. Wamtalaka almalau minhum, wale wakubwa wenye mamlaka miongoni mwao wakaondoka na msimamo wao huo, na wakawalingania au wakawahutubia watu wao, animshu wasbiru ala alihatikum, imshu, endeleeni na msimamo wenu na dini yenu. Wasbiru ala alihatikum, na mudumu katika kuwaenzi, kuwatunza miungu yenu. Hapana la ilaha illa Allah. Wamtalaka ashrafu Quraishi, baada ya tukio hili wale wakubwa watukufu wa Kikureishi waliondoka kwenye kikao hicho mbele ya Abu Talib. Wa ruasau dhalali fihim, na wale viongozi wanaosimamia dini ya upotovu miongoni mwao waliondoka na msimamo wao. Wa kharaju min indi rasuli sallallahu alayhi wasallam, wakaondoka pale kwenye eneo alilokuwepo Mtume. Yakulu ba'dhum li ba'dhin, wakawa wanaambizana wenyewe kwa wenyewe, imshu wasbiru, nendeni na msimamo wenu na muwe na subira. Subira kwenye jambo ni kuvumilia, kubaki nalo, kulienzi, kulitunza. Kama sisi tunavyoambiwa, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati
watawasau bilhaqi watawasau bisabri. Allah aliyeumba kaapa kuziapia zama, alichokiapia anatuthibitishia kwa kiapo, hakika wanadamu wa muhasarani. Kuna kiapo alafu kuna taukidi mbili. Wal asri ni kiapo, anaapa Allah, lakini inna ni harfu ya kutilia mkazo, harfu ya taukidi, na ile lam kwenye fe la fi pia inaitwa ni lamul qasam litaakidi alkalam. Kaongea kwa msisitizo, kwa mkazo. Allah aliyeumba, wallahi binadamu wa muhasarani, na neno insan lina shamil wote, hata mitume ni insani nao. Kwa hiyo muumba kaumba viumbe wake, halafu anazungumza kwa msisitizo kusema innal insana la fi khusr, hakika wanadamu wallahi wa muhasarani. Kwa hiyo uwezekano wa sisi kupotea ni mkubwa sana. Asiyependa kufikia matokeo ya kupotea, Allah ndo akatoa kwa kutumia adatul istithnai, illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasau bilhaqi watawasau bisabri. Ila hawatakuwa hasarani walioamini na kutenda mema, wakahusiana kushikamana na haki, na wakahusiana subira. Kwa ni jambo wao wanafahamu maana yake, walihamasishana Makureshi nao wawe na subira juu ya dini yao. Hali imeshakuwa si salama, kilichopo mbele yao ni hujuma dhidi ya dini yao, imani yao, na heshima ya miungu yao, na heshima yao wenyewe. Kwa hiyo wanatakiwa wajipange, wawe na subira juu ya kuenzi walichonacho kisije kikaharibika. Animshu wasbiru ala alihatikum, yani imshu wasbiru ala ibadati alihatikum. Nendeni na msimamo wenu huo, hapana kubadilika mtu hapa, hakuna la ilaha illa Allah hapa, na mudumu katika kuabudu miungu yenu. Wala tuti'u Muhammadan fima yad'ukum ilayhi, hapana kumtii Muhammad kwenye hilo analowalingania. Wanaelekezwa kwa Mola wao aliyewaumba, na muda wote ambao wako duniani anawahudumia, hawamtambui. Wanapeana misimamo ya kwamba wamkatae, waenzi miungu yao waliorithi kwa wazee wao. Wala tuti'u Muhammadan fima yad'ukum ilayhi, musimtii Muhammad kwenye hili analowalingania. Min ibadati llahi alwahid alahad, anawalingania mumwabudu Allah mmoja peke yake. Inakuwaje hii? Mbona haijakaa sawa? Inna hadha la shay'un yurad. Hichi tunachokieleza sasa cha kutengeneza msimamo juu ya kulinda dini yetu, ndio jambo ambalo liko kwenye amasil haja, linahitajika halan. Kwa hiyo tuwe wamoja, tushirikiane, tulinde dini yetu, tuhifadhi miungu yetu. Ili ndo jambo linalotakiwa. Kwa hiyo Muhammad ana lake analolitaka kwenu, msimkubalie. Sisi tuna letu tunalolitaka. Tunahitaji kuwe na umoja na azma ya dhati ya kulinda tulicho nacho. Hadha amrun mudabbarun, hili jambo lililopo mbele yetu ni mpango mkakati mzima, limepangwa. Yuridu min waraihi Muhammadun an yusarrifakum an dini abaikum. Haja ya Muhammad kwenye kampeni yake hii na ilo neno lake analokulinganieni, yuridu an yusarrifakum an dini abaikum, ajenda yake anataka akutoeni kwenye dini ya mababa zenu, dini ya wazee. Litakuna lahu al-izza, lengo lake anataka utukufu. Mkeshaacha ya kwenu mkalikubali lake,
yeye mwenye jambo lake ndo atakuwa juu. Huyo anataka kufanya mapinduzi baridi, anatafuta izza wasiyada, anataka uongozi alaikum, juu yenu. Kampeni yake ana lengo hilo. Sasa hapana kumkubalia yeye kama nani hapa. Fahdharu an tuti'uhu, tahadharini na kumsikiliza Muhammad, tahadharini na kumtii Muhammad. Ana kampeni mbaya, anataka kufanya mapinduzi baridi, watu wote wamtii yeye, awe ndiye mkubwa wetu. Hatuwezi kukubali hilo jambo. Hoja zote na dalili zinazotolewa za kuthibitisha anayestahiki kuabudiwa kwa haki ni mmoja hawazielewi. Wao wanaangalia huyu jamaa kaja na kampeni ya kutaka kututawalia, yeye ndo awe bosi wetu, sote sisi tushuke chini tuwe chini yake. Hawezi kukubali mtu hapo. Ma sami'na bihadha fil millati al-akhirah, hatujasikia habari hii katika mila ya mwisho. Kuna maana mbili au tafsiri mbili watu husema. Ma sami'na bihadha, haya anayohubiri Muhammad hatujapata kuyasikia fil millati al-akhirah, kwenye mila ya mwisho, dini yetu ya karibuni. Wanasema wengine millatul akhirah wanakusudia ni ile ibada yao, dini yao ya kuabudu masanamu. Vitu kama hivi tangu wamepata akili hawajavisikia kwa mtu yoyote. Wengine wanasema millatul akhirah ni watu wa kitabu ambao ni wa mwisho kuletewa hivyo vitabu vilivyotoka mbinguni. Kama anavyosema Muhammad analetewa wahi, mbona kuna wenziwe wanasema wana dini ambayo imelishushiwa wahi kutoka mbinguni? Hawajasema vitu kama hivi kwa Mungu ni mmoja. Wakristo wana utatu mtakatifu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kama ni kitabu, kitabu chao ndo cha mwisho. Huyu kuwa Mungu awe mmoja tu kapata wapi jambo hili? Hatujasikia hii kitu. Amekuja na jambo jipya, sijui kalipata wapi. Ma sami'na bimithli hadha alqawl, hatujapata hapo kusikia mfano wa kauli hii fi millati nasraniya, kwenye mila ya Ukristo, ndo dini ya mwisho ya watu waliopewa kitabu. Hawajasema habari ya kuwa Mungu ni mmoja. Wao wanaye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Yeye anahubiri mmoja, mmoja anatosha wapi Mungu mmoja? Ma sami'na bihadha alqawli au bimithli hadha alqawli, hatujasikia hapo mfano wa kauli hii fi millati nasraniyati allati hiya akhirul milali. Dini ya Ukristo ndiyo dini ya mwisho katika hizo dini ambazo mitume wake wamepewa vitabu kutoka mbinguni. Hiyo ya mwisho haina Mungu mmoja. Yeye habari ya Mungu mmoja kaitoa wapi? Fa innahum yaquluna bitathlithi, hawa waliona dini ya mwisho tunayoifahamu sisi wanaongelea utatu mtakatifu. La bitauhidi, hawaongei kuwa Mungu ni mmoja peke yake. Sasa hili alilokuja nalo Muhammad ni jambo geni, sio sahihi, hatuwezi kukubaliana nalo. Fa kaifa yazumu Muhammadun anna Allah wahidun, kama hao waliopewa kitabu wanasema miungu watatu japo wako kwenye nafsi moja. Fa kaifa yazumu Muhammadun, inakuwaje adai Muhammad anna Allah wahidun, kwamba Allah ni mmoja peke yake? Katoa wapi? Qala ibn Abbas, habrul umma Abdullah ibn Abbas amesema, yaanuna bil millati al-akhirah, Makureishi walikuwa wanamaanisha kusema mila ya mwisho, dini ya mwisho, yani dinu nasraniya, ni kwenye dini ya Ukristo. Waqala Mujahidun wa Qatada, wanawachuoni wengine hawa Mujahid na Qatada wamesema yaanuna dina Quraishin, waliposema millati al-akhirah wanamaanisha ni dini yao ya Makureishi, hiyo ndo dini ya mwisho. Ai maana yake walivyokusudia, laisa hadha fi dini alladhi adrakna alayhi abauna,
Itikadi hii ya Mungu mmoja haimo kwenye dini ambayo ndio walioshikamana nayo wazazi wetu. Kwa millatul akhirah kuna hizo kauli mbili. Ni dini yao ambayo mababu na mababu zao ndio walikuwa wanaabudu. Wamesahau hasa kama muanzilishi wa mji ule wa Maka alikuja kuhubiri tauhidi, na mji ule umestawi kwa kumwabudu Mungu mmoja tangu wakati wa Nabii Ibrahim na Ismail. Kakaa muda mrefu pale, kazaa kizazi. Ulikuwa ni mji wa tauhid, na ile Al-Kaaba tukufu ilikuwa ni nyumba ya kumwadhimisha Allah mmoja. Wao wanasema hawafahamu hicho kitu chao cha miaka 2-3 tu juzi, wanasema hichi ndo cha mababu na mababu. Hatujapatapo kusikia habari ya Mungu kuwa mmoja. In hadha illa ikhtilaqun, in hadha illa ikhtilaq. Halikuwa hili anallohubiri Muhammad isipokuwa ni uzushi. Kwa hivyo vigezo walivyotoa, wamemtupia Muhammad uongo, kwamba yeye ni mtu muongo. Jambo hili kazua mwenyewe kichwani mwake. Hakuna reference popote, hatuna hadidu rejea zinazozungumzia habari ya Mungu mmoja. Kwa hiyo Muhammad ili jambo, fikra hii kazua mwenyewe. In hadha illa ikhtilaqun, ay maana yake ma hadha alladhi yad'ihi Muhammadun, halikuwa hili ambalo analingania Muhammad illa kadhibun waftiraun, huu ni uongo na ni uzushi aliojizulia mwenyewe. Thumma ankaru, halafu wakakataa na wakakanusha moja kwa moja ikhtisasihi alayhi salam bilwahyi duna, wakakanusha kwamba haimkiniki katika watu wote ambao ni werevu wenye akili eneo lile la bara Arabu akapewe utume Muhammad, na iwe ndiyo Mungu anapeleka utume kwa wanadamu. Lakini haimkiniki mwanadamu mwenyewe kwa zama hizi awe Muhammad, na hili pia wamelikataa. Muhammad ana kigezo gani cha kwamba huyo Mungu mwenye ulimwengu amtambue yeye, amkumbuke yeye? Mtu masikini, kakulia kwenye uyatima, hakusoma, hana chochote. Kwa kipi cha kumfanya Mungu amchague yeye kuliko watu wote muhimu, watukufu, wenye sifa katika eneo lile? Hiyo nayo ni hoja kwao. Wakasema aunzila alaihi dhikru min bainina, hamuoni hiki ni kioja? Wahai ashushiwe yeye kuliko sote sisi tulioko hapa. Ni kama vile walivyosema katika aya nyingine. Allah amesema subhanahu wa ta'ala, laula unzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim. Qurani iko sawa, hatuwezi kuitia kasoro, lakini Qurani hii kwa nini apewe Muhammad, asipewe mmoja wapo katika watu muhimu watukufu katika miji yetu miwili hii? Wanamaanisha kuna watu wenye hadhi, wana wafuasi wengi, wana falsafa kubwa, wakiongea watu wote wanatii kuwasikiliza. Kiongozi aliyokuwepo Maka, Amr ibn Hisham, na kiongozi aliyekuwepo Taif, hawa ni watukufu kuliko Muhammad. Sasa Muhammad ambaye hana kigezo chochote, hafiki mahala popote akishindanishwa na hawa, kwa nini awe yeye ndo analetewa wahai? Wahai usipelekwe kwa watu wenye akili, watu maarufu, watu ambao wanasikilizwa. Toka hapo ni viongozi, wakishusha tamko kwa watu linatekelezwa. Kwa hiyo Qur'ani, kama Allah alitaka kuleta ujumbe wake, kwa nini asiwape watu wenye maana, wanaofahamika? Na hapo wanakosoa Muhammad, wamemdhalilisha, wamemdharau, wamemuona hakustahiki yeye kuwa na sifa hii. Kalitoa wapi jambo hili ambalo yeye hafanani nalo?
kwa vipimo vyao wao. Makuraishi hao, kijana wao ilikuwa ni fahari yao, wangemuunga mkono kama alivyowaambia, lakini wamemgomea. Ankaru ikhtisasuhu alayhi salam, wameukataa uteule wa kuteuliwa kwake mtume sallallahu alayhi wasallam bilwahi, kwa kupewa wahi. Min bainihim, wakaachwa wao katika wengi wenye akili, watukufu, watu muhimu, akapewe huyu heshima hii. Faqalu, wakasema Makuraishi, aunzila alayhi dhikru min bainina, hivi wahi ndo kateremshiwa yeye Muhammad kuliko sote sisi? Hapana yoyote alioonekana anafaa kupewa amana hii akapewe yeye. Choyo sasa hicho na ubinafsi. Kwani aliyechagua sikawaona wote? Wallahu ya'lamu haithu yaj'alu risalata. Allah hakurupuki tu kufanya haya maamuzi ya kuteua mtume, anamjua nani wa kumpa dhamana hii, anajua mahala gani aiweke dhamana hii. Kamwekea huyu kuliko wote duniani. Wao wanahoji kwa nini awe huyu na tusiwe sisi? Yani kama ingelikuwa Allah anaonekana au wanamfahamu hasa wapi wakienda watampata, wangefunga safari wakataka kwenda kufanya mapinduzi. Hawampendi watu, kawaumba lakini hawampendi muumba wao. Aunzila alayhi dhikru min bainina, ni swali ili wanaulizana wenyewe. Alistifhamu lilinkari, statement, yani sentence iko katika mtindo wa swali, lakini swala hili maana yake ni la kutokuridhika, ni swala la kukataa. Haiwezekani ateuliwe yeye wakati wako watu bora zaidi kuliko yeye miongoni mwetu. Ndo maana yake. Hal tanazzala alquranu ala Muhammadin dunana, maana yake Qur'ani hii ameteremshiwa Muhammad badala yetu sisi. Walijiona wao walistahiki zaidi heshima ile kuliko huyu aliyepewa. Kwa hiyo hal tanazzala alquranu, hivi imeshushwa Qur'ani ala Muhammadin dunana, kashushiwa Muhammad Qur'ani badala yetu. Ma anna fina man huwa aktharu minhu malan, miongoni mwetu sisi kuna watu wana mali zaidi kuliko yeye, hana kitu. Vigezo vya watu viko kwenye mali, uzoefu kwenye madaraka. Huyu kiongozi zamani anatokana na familia ya viongozi, ndo wao wanasema nahnu ahaqu bil mulki minhu, anna yakunu lahu al mulku alaina wa nahnu ahaqu bil mulki minhu. Inakuwaje uongozi apewe yule ilhali sisi tunastahiki zaidi uongozi kuliko yeye? Ndo vigezo vya watu. Jengine wakasema walam yuta sa'atan min almali, mtu wenyewe tunayeambiwa awe kiongozi wetu hakupewa chochote katika mali, lofa tu wa kawaida, hata tuongozaje sisi watu wenye vyetu? Kwa hiyo na hawa nao wakatumia vigezo kama hivyo vya kibinadamu. Kateuliwa yeye kupewa heshima hii, ma anna fina man huwa aktharu minhu mala, kapewa heshima ya kushushiwa Qur'ani hali ya kuwa miongoni mwetu wako watu wenye mali zaidi kuliko yeye, wa a'la riyasa, na wana madaraka makubwa, wanatambulikana uongozi wao ndani na nje ya maeneo yetu. Yeye kama nani sasa apewe heshima hii? Qala Zamakhshari, amesema Zamakhshari, ankaru an yukhtassa sallallahu alayhi wasallama bisharafi, wamelikataa suala la kupewa mtume sharafu hii. Huu uteuzi alioteuliwa yeye wao wameupinga, hawakukubaliana nao.
min baini ashrafihim wa ruasaihim, kapewa heshima hii Muhammad, wakaachwa watukufu wetu, wakubwa wetu, wako madarakani kwa muda mrefu, tunawapenda na tunawaheshimu. Ina maana wakubwa wetu sasa washuke chini, wanyenyekee kwake, wakimkubali yeye ndo awe mkubwa. Hili ndo walilokuwa wanaliangalia. Wa hadha linkaru tarjumatun amma kanat taghli bihi suduruhum, kukataa kwao kulikozungumzwa hapa ni tafsiri ya kile ambacho kilikuwa kinatokota kwenye vifua vyao. Mtu akiwa na jambo hataki expose, basi we mchokonoe tu, mkere tu, akasirike, atayatapika yale yaliyomo ndani ya moyo, japo moja moja utaona linatoka. Kwa hiyo kwa muda mrefu wanampinga, kisa na sababu nini? Hii ndo wanafichua sasa. Hii ni tarjuma, ni kama tafsiri, amma kana taghli bihi suduruhum, ya kile ambacho kwa muda mrefu kilikuwa kinatokota au kinachemka kwenye vifua vyao. Min alhasadi ala ma utiya min sharafi nubuwa min bainihim, walikuwa hawampendi, wanamuhusudi kwa sababu ya sharafu aliyopewa ya kuwa huyu ni mtume wa Mungu. Na hii nafasi hupata mtu mmoja tu, na haina naibu wake. Labda Nabii Musa ndo alipewa naibu wake Harun. Sasa hii hasadi hatuwezi kustahimili kuongozwa na huyu, ndo ilikuwa inawasumbua. Kapewa sharafu ya utume, na utume unatoka mbinguni. Sisi tutatoaje mtume sasa? Balhum fi shakki min dhikri, Allah anasema, lakini hawa watu, hii Qur'ani yangu, haya maelekezo yangu wanayatilia shaka, hawayaamini. Idrabun an miqdarin taqdiruhu inkaruhum lidhikri laysa an ilmin fi shakkin minhu falidhalika kafaru. Allah anakusudia kutuambia kwamba kukanusha kwao, kukanusha ujumbe uliotumwa kwao na kumkataa mjumbe aliyetumwa kwao ni kwa sababu wana mashaka. Sio kwamba wana uhakika na wanayoyasema au wanayoyafikiria, wana mashaka. Uwezo wao wa akili ni mdogo, hauwezi kufikia kuona kitu kwa uhakika wake. Kwa hiyo hapo wanapoona pamewapa mushkeli kidogo, wakawa wanashaka shaka, falidhalika kafaru, kwa maana hiyo ndo maana wakakufuru, wamekataa haki moja kwa moja. Bal lamma yadhuku adhab, Allah kamalizia kwa kusema, lakini hawa watu ni kwamba hawajaonja adhabu yangu. Wanaonja adhabu hufahamu ukweli, kama uko nyuma tulivyoambiwa. Wangapi niliwaangamiza, baada ya kuingia kwenye maangamizi wakauona ukweli, wakatamka maneno mazuri, lakini maneno mazuri wakati walipoyatamka ilikuwa si mahala pake. Na hawa wao wanajivuna kwa sababu wako huru, pamoja na maudhi yao ya muda mrefu ya kumshirikisha Allah. Allah hajawatia adabu bado, wakamfahamu uwezo wake ukoje. Bal lamma yadhuku adhab, hawa watu hawajaonja adhabu yangu, hawanijui vilivyo. Idhrabun intiqali wa gharaduhu at-tahdidu. Allah anatumaanishia kwamba kauli yake hii ni makemeo kwao. Wal maana, na maana yake, sababu shakihim, sababu ya shaka walionayo watu hawa, annahum lam yadhuku al-adhaba ila al-ana, kwa muda mrefu wako huru, hawajaonja adhabu ya Allah mpaka sasa. Ndio maana wako hivi, kibri kimekuwa kikubwa. Maana wakati mwingine akitiwa adabu mtu huwa anashuka chini, ananyooka.
walau dhaquhu, kama wangelionja adhabu ya Allah, la aiqanu bil Qur'ani wa amanu bihi, wangeliyaqinia Qur'ani na wakaiamini. Lakini Allah huwa hataki kutumia nguvu. Amesema walau shaa Allahu la amana man fil ardi kulluhum jamia, kama Allah angetaka kulazimisha anachokitaka watu wote ardhini wangeamini, lakini hakutaka kutumia njia hiyo. Kamuumba binadamu, kamuacha huru, kampa khiari, anamletea tu maagizo achague mwenyewe, na hapa ndipo panapo mtihani wake. Anatafutwa nani atafaulu mtihani na nani atafeli mtihani. Kwenye mtihani mtu haambiwi jawabu wala halazimishwi kufanya jambo. Tatizo walilonalo ni kwamba hawajaonja adhabu ya Allah, kwa hiyo hawamfahamu vizuri. Wangelimfahamu wasingefanya upuuzi kama huu, wangeiamini Qur'ani na wangekuwa watiifu. Ama indahum khazainu rahmati rabbik, au tuseme wamemilikishwa hazina ya rehema ya Mola wako, kwamba wao ndio wanaopaswa kuauthorize nani apewe nani asipewe. Hazina za rehema ya Mola wako wamepewa wao. Ama indahum khazainu rahmati rabbik, au wao ndo wanayo hazina ya rehema ya Mola wako. Al-Aziz al-Wahhab, Mola wako katika sifa zake Al-Aziz, Al-Ghalib alladhi la yughlab. Allah ni mwenye nguvu ambaye hashindwi. Analotaka yeye liwe linakuwa tu na hakuna wa kulikwamisha. Al-Wahhab, Allah ni mwenye kutoa hiba, anawatunukia waja wake anachotaka kuwatunukia. Huyu katunukiwa hichi, huyu katunukiwa hiki. Allah ndo anavyofanya. Tunatofautiana vipaji, tumeumbwa sawa sawa kwa umbile, lakini vipaji tumetofautishiwa. Liyatakhidha ba'dukum ba'dhan sukhriya, ili kwa ile tofauti ya vipawa mlivyopewa mutumikiane, kila mmoja awe anamhitaji mwingine kwa jambo fulani. Wewe hapo unahitaji nyumba, lakini mwenyewe kujenga nyumba huwezi. Utahitaji fundi wa nyumba, muhandisi, au utatafuta tenda uipe kampuni ikujengee. Wao wanataka hela, utawatafutia hela uwape. Wewe unataka nyumba, watakujengea nyumba. Wewe huwezi kwenda uchi, lakini huwezi kufuma nyuzi wala kutengeneza kitambaa, na hata kitambaa kikiwepo huwezi kushona mwenyewe. Utahitaji watu wengi wachangie ili wewe uvae nguo. Kwa hiyo tumetofautishiwa vipaji, vyote vina maana ya kuendesha haya maisha yetu ya mpito. Tutumikiane. Kwa hiyo wao kama wangelimilikishwa rehema ya Mola wako, hazina ya rehema ya Mola wako, ina maana wangelikuwa wao ndo waidhinishe nani apewe nani asipewe, nani anastahiki nani hastahiki. Wala hawajapewa mamlaka hayo. Mwenye mamlaka katumia mamlaka yake, kaamua jambo hili aliweke hapa. Wao wanahoji nini sasa? Kwa nini wakasirike? Kwa nini likapelekwa kule na lisipelekwe huku? Wanamkasirikia nani? Na wanamkasirikia mwenye maamuzi yake. Ama indahum khazainu rahmati rabbik, au wanazo wao wamemilikishwa hazina ya rehema ya Mola wako. Al-Aziz al-Wahhab, ambaye ni mwenye nguvu, ambaye anatunukia viumbe wake. Hadha raddun ala al-mushrikina, na hii ni jawabu kwa washirikina, fima ankaru, kwenye lile walilolikanusha, min ikhtisasi Muhammadin, la kuteuliwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam bin nubuwa, akapewa utume. Wal maana, na maana ya aya hii, hal indahum khazainu rahmatillahi, hal indahum khazainu rahmatihi ta'ala, kwani hizi hazina zake Allah mtukufu wanazo wao. Hawa watu waliona chuki kiasi hiki, hawajaridhika na maamuzi ya Allah, kwani hazina za rehema za huyo Allah wamepewa wao.
hata yu'tu nubuwata man sha'u, mpaka wao waamue kuupeleka utume kwa wanayemtaka wao. Kama ni kupewa utume, basi apewe Abu Jahli, Amr ibn Hisham, au wapewe mwingine. Wao kama nani ambao wanakataa uteuzi ulioteuliwa mahala fulani na wapendekeze uteuzi huu alistahiki fulani? Wamepewa hazina ya rehema za Allah, hata yu'tu nubuwata man sha'u wayamna'uha man sha'u. Hazina ya rehema za Allah wanazo wao, kiasi kwamba wanaweza wakampa utume watakayemtaka na wakamzuia utume wasiyemtaka. Qala al-Baydawi kwenye aya hii katafsiri hivi: yuridu, anakusudia Allah kwa aya hii, anna an-nubuwata atiyatun, utume ni hiba, ni tunuku, ni kipawa, minallahi, kinatoka kwa Allah. Allah ndo anayechagua mtume. Yatafaddalu biha ala man yasha'u min ibadihi, humfadhili kwa fadhila hii Allah anayemtaka yeye katika waja wake. Kila zama akiamua kuchagua mtume, yeye mwenyewe ndo anayechagua nani katika waliopo duniani sasa hivi anastahiki kupewa dhamana hii. Fa innahu al-azizu, kwa maana hiyo yeye ndo mwenye nguvu. Azza fahakama, anayo nguvu kamiliki, ndo maana anafanya maamuzi. Kaamua hivyo ampe huyu. Sasa hao wanaoingilia kati maamuzi ya Allah, wao kama nani? Al-Aziz ay al-Ghalibu alladhi la yughlab. Aziz maana ni yule mwenye nguvu ambaye hashindwi, hakuna atakayemshinda. Na sifa ya pili, al-Wahhab, Allah alladhi lahu, yeye Allah ndiye aliyemiliki an yahiba au an yahaba ma yashau liman yasha. Allah amemiliki maamuzi ya kumtunukia anachokitaka yeye anayemtaka. Anamtafuta anayemtaka kumtunukia anachotaka kumtunukia. Huyu kampa mali, mwingine kampa ilmu, mwingine kampa madaraka, cheo, mwingine kampa hivi, mwingine kampa hivi. Kawatofautishia. Kwa nini wao waseme hawajaridhika na wafanye fujo kiasi hicho? Am lahum mulku samawati wal ardi, swali jingine. Au wao ndo wenye mamlaka mbinguni na ardhini? Am lahum, au ni wao mulku samawati wal ardi, ufalme wa mbinguni na ardhini, wa ma bainahuma, na maeneo yaliyopo baina ya mbingu na ardhi. Wamemiliki wao mbingu na ardhi na liliopo eneo liliopo baina ya mbingu na ardhi. Ai, maana yake hal lahum shay'un min mulki samawati wal ardi, tuseme wana hisa yoyote, wamemiliki chochote kwenye maeneo ya mbinguni na ardhini. Wa huwa inkarun wa tawbihun. Aya hii au swala hilo si kwamba anatafutwa mwenye kujua atoe jawabu. Allah mwenyewe anamaanisha kukataa. Hawamiliki chochote watu hawa katika maeneo ya ulimwengu huu, mbinguni wala ardhini wala baina ya mbingu na ardhi. Hakuna wanachomiliki. Kwa hiyo mwenye mamlaka aliyemiliki ndo anafanya maamuzi kwenye mamlaka yake. Falyartaqu fil asbab, kama wana mamlaka ya eneo lolote mbinguni au ardhini, haya basi na wafanye safari waende juu kwenye centers ambazo Allah huzitumia katika utawala wake kufanya maamuzi. Kuna viumbe mbinguni wanamtii, na kuna maeneo maalumu wamepewa ya kufanyia kazi na majukumu mbalimbali wanayopewa, kama kwenye Baitul Izza au kwenye Sidratul Muntaha, kwenye Arshur Rahmani.
waende kwenye eneo lolote lile wakapangue hayo maamuzi, wakabadilishe matokeo. Falyartaqu fil asbab, haya na wapande basi juu, watafute njia ya kwenda juu. In kana lahum shay'un min dhalika, kama wana hisa yoyote kwenye maeneo ya mbinguni, na waende kwenye hizo hisa zao, kwenye mahala ambamo wao wanaweza wakafanya chochote, waende. Falyasadu, wapande fil muraqa, kwa kutumia hivyo vipandio, allati, vipandio ambavyo tusiluhum ila samai, vinaweza kuwafikisha huko kwenye maeneo ya mbinguni. Waliyadabbaru shu'una al-kawn, wakifika huko kwenye hizo centers wakapange mambo ya ulimwengu. Humo mahala ambamo Allah anamutumia kupanga mipango mbalimbali, waende wao basi wakapangue alivyopanga Allah, waweke mipango yao mingine ya kiutendaji. Wa huwa tahakkumun bihim wastihzaun, hii ni lugha ya kuwafedhuli tu na kuwafanyia istihzai. Qala Zamakhshari, amesema Zamakhshari, tahakama bihim ghayatu tahakkumi, Allah amewalipa fedhuli upeo wa kuwalipa ufedhuli kama wanavyofanya wao ufedhuli. Faqala, akasema, in kanu yaslihuna litadbiri alkhalqi au alkhalaiqi, kama wanao uwezo, wana nguvu ya kupangilia mambo mbalimbali ya ulimwengu na viumbe wake, watasarrufu fi qismati rahma, na kama wana uwezo wa kugawa rehma za Allah, wa kana indahum min alhikmati, na kama wanayo hiyo mbinu, hikma, uwezo, ma yumayizuna biha baina man huwa haqiqun bin nubuwati min ghairihi, kama wanao uwezo wa kwenda kupambanua ni nani katika viumbe alistahiki zaidi kupewa utume kuliko huyu aliyepewa. Kama wana uwezo huo, basi waende kwenye sehemu ambazo Allah kesha rekodi maamuzi yake, wao wakabadilishe na waweke vingine. Falyasadu fil maariji, na watumie vipando, wapande huko juu kwa kutumia hivyo vipando vya kupandia juu, allati, ambavyo yatawasaluna biha ila al-arshi, vitawafikisha mpaka kwenye arshi ya Rahmani. Hata yastau alaihi, mpaka wakakae kwenye hiyo arshi kimamlaka. Wayudabbiru amra alalami, wende wakapange mambo ya ulimwengu huu. Kama wana nguvu hiyo, wakafanye mageuzi huko juu alivyoyapanga Allah, wakayapindue, waweke mipango yao wanayoridhika nayo wenyewe. Ni jambo ambalo haliwezekani, hawana uwezo nalo, lakini ni lugha ambayo Allah kaitumia kuwaonyesha ufedhuli tu, kama wanavyofanya ufedhuli. Wayanzilu alwahya, waende huko juu na wao wateremshe wahi, ala man yakhtarun, kuwashushia wahi wale wanaowachagua wao. Wanampendekeza huyu ashushiwe wahi, basi waende wamshushie, na huyu awe mtume, waende wakaweke mipango wampe utume. Wa huwa ghayatu tahakkumu bihim, haya hawastahiki viumbe. Kwa hiyo Allah kuwaambia wafanye hivi na hivi, ni hiyo kuzungumza nao kwa lugha ya ufedhuli, kama wanavyotenda vitendo vya ufedhuli. Jundum ma hunalika mahzumun min al-ahzab, wenyewe wanajiona wamejipanga vizuri, lakini Allah anasema ni jeshi, wamejipanga kijeshi, lakini jundum ma hunalika mahzumun min al-ahzab, jeshi lao punde tu wapo mbele linashindwa, miongoni mwa majeshi yaliyoshindwa, na hili si jeshi la kushtua. Wameunda jeshi la pamoja, wakampige mtume, wamdhibiti kabla hajapata nguvu na hivi, lakini wamepigika na Uislamu umekuja juu na Maka ikatoweka. Wamevamiwa na jeshi la watu 10,000 pale bila kutarajia, alafu mtume anawauliza,
munahisi leo nitawafanya nini? Hawana la kusema, sema akhun karimun wa ibn akhin karim. Wewe ni mtoto, ni ndugu yetu mtukufu na ni mtoto wa mtukufu wetu, kwa hiyo wewe tusamee bure tu yalipowashinda. Kwa hiyo ni jeshi, wamejipanga kijeshi, lakini Allah anasema jundum ma hunalika mahzumun min al-ahzab, ni jeshi ambalo hapo mbele kidogo tu linaenda kushindwa miongoni mwa majeshi yaliyoshindwa, na hili si jeshi la kushtisha mbele ya Allah. At-tankiru litaklili wa tahqiri, ni statement ya kukataa na ya kuwadogosha na kuwatweza kwamba hawa watu hawana mbele wala nyuma, hawasumbui, muda wao mdogo unahesabika wa kubaki, wakatamba hapo mbele kidogo tu wanaenda kushindwa. Wama, na hili neno ma, jundum ma hunalika mahzumu litaakidi alqilla, hii inaonyesha umkazo wa ule uchache wao, vijitu vyenyewe vichache wala havina uwezo wowote, ndio maana kutumia jundun, wamejipanga kama jeshi. Ma, yani ni kijeshi ambacho hunalika mahzumun, hapo mbele kidogo kitashindwa, min al-ahzab. Ma litaakidi alqillati, ma ni kwa kuweka mkazo wa kuonyesha uchache wa hao watu. Ma hum illa jundum min al-kuffar, hawa hawakuwa isipokuwa ni watu walioshikamana wachache mno miongoni mwa makafiri. Almutahazzibina ala rusulillahi, wametengeneza vikosi kwa kushindana na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hum amma qalilin, watu hawa muda sio mrefu hapo mbele. Yuhzamuna, watashindwa. Wayuwalluna al-adbara, na watakimbia mapambano haya, hawana uwezo wa kusimama wakapata ushindi. Fala tubali bima yaqulun, kwa maneno haya Allah anamwambia mtume wake, fala tubali bima yaqulun, yasikushtue, usijali kwa maneno wanayoyasema. Hii ni kama nguvu ya soda tu, ukiitikisa alafu ukaondoa kizibo, unaona la inaweza ikadhuru, lakini haina madhara. Wala taktarith bima yahdhauna, wala usishtuke kwa hivi unavyoona mikeke yao walivyojipanga, wanaorodhesha majeshi, wanaunda jeshi la umoja, tushirikiane na hawa na hawa. Allah anamwambia mtume wake wala wasikushtue, hawana safari ndefu, hapo mbele karibu tu wanaanguka. Thumma akhbara ta'ala amma nala aslafahum, halafu aya zifuatazo Allah anatupa taarifa ya kilichowafika wenzao. Na huko nyuma kulikuwa kuna watu kama wao, walipelekewa mitume wakabisha kama wanavyobisha, wakatoa jeuri kama wao wanavyotoa jeuri. Sasa Allah akawaambia, hichi mnachokifanya nyie ni watoto tu. Kulikuwa na wenzenu huko nyuma walikuwa na nguvu kuliko nyinyi ya jeshi, kiidadi walikuwa wengi kuliko nyinyi, kama ni mali walikuwa matajiri kuliko nyinyi, halafu wameshindwa. Akhbara ta'ala amma nala aslafuhum al-kuffar, Allah anatukhabarisha kilichowafika wenzao makafiri, min al-adhabi wad-damari, katika adhabu na maangamizi. Faqala, akasema, kadhabat qablahum qaumu nuhin, kadhabat qablahum qaumu nuhin, kabla ya hawa makureshi huko nyuma kulishakuwa na watu wengi, qaumu Nuh walikadhibisha. Niliwapelekea mtume akawalingania tauhidi, wakamkadhibisha hivyo hivyo. Sasa wewe msomaji mzuri wa Qur'an, ukifika hapa wewe recall tu kwenye sehemu zote alimozungumzwa vizuri Nabii Nuh, historia yake kwa upana wake kwa ujumla, halafu ufananishe na yaliyomkuta Muhammad kwa watu wake. Waadun, na walikadhibisha pia watu wa Adi,
Ukifika hapo, tunza kumbukumbu zako kwenye sehemu ambazo watu wa Adi walizungumzwa, walioyafanya, halafu ulinganishe na yaliyomkuta Muhammad. Wa Firaunul Jabbari, na Firauni mbabe. Rikole hapo sehemu zote ambazo kimezungumzwa kisa cha Musa na Firauni, halafu rikole na Makureishi na watu wake, na Muhammad na watu wake Makureishi. Firaunul Jabbari dhul mulki athabit, Firauni alikuwa mbabe na alikuwa na ufalme wenye nguvu. Kwa lugha zetu za siku hizi alikuwa ni super power duniani. Yeye alikuwa mbabe Firauni, kaukitisha ufalme wake bila autadi, kwa vigingi. Wengine katika wanawachuoni wa tafsiri wanasema al-autad ni kama zile pegi za kupigia mahema. Watu wanapokuwa katika detach, mapumziko ya muda, wanataka nyumba za muda za kucha tu, alafu wakiondoka wafungue. Kwa hiyo wanakuwa na vitambaa vyao vya ngozi au maturubai au vitu vingine vya kawaida, wanakitisha pegi kuzuia lile waliloliweka juu lisichukuliwe na upepo. Kwa vile vinavyopigwa ardhini ndo vinaitwa autad. Sasa kwa Firauni kaitwa dhil autad kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, alikuwa anapenda kuadhibu watu kwa kutumia autad. Firauni, autad manake ni misumari. Anachukuliwa mtu kakera dola ya Firauni, anapelekwa jangwani, anavuliwa nguo, inatanuliwa mikono yake hivi, alafu kwenye kiganja panapigwa msumari mrefu unazama chini, na huu unapigwa msumari, na miguu inachanuliwa, unapigwa msumari na msumari. Sasa hapo wewe kama mbabe ukatajitikisa, unajipa maumivu bure, lakini huwezi kungoa ile msumari. Wanakuacha hapo mpaka unakufa kwa njaa na kiu na yale maumivu ya kutobolewa mwili. Hiyo ni moja. Na ya pili, sababu ya kuitwa dhil autad, alikuwa na vikosi vingi. Kila kukicha anaunda vikosi tu vya maaskari, anavipa majukumu tofauti ya kuulinda ufalme wake. Majeshi tele, jeshi la ulinzi, navy, usalama, nini. Kwa mfano yani akijisikia niunde kikosi, nikipe jukumu hili, yeye anaunda tu. Akiona kuna uhatarishi wa ufalme wangu sehemu fulani, anaunda kikosi, kinapewa jukumu. Ndio alivyokuwa Firauni, mbabe kweli kweli, mbabe wa kivita. Kwa hiyo kaitwa dhil autad kwa sababu hizo. Wa Firaunu dhul autad, na Firauni alikuwa na autad, yani maana yake kadhaba qabla kufaru Quraish. Kama ni habari ya kukadhibishwa mitume, walishakadhibishwa mitume wengi niliyowatuma kabla yako Muhammad, na kabla ya watu wako Makureishi. Kadhaba kabla kufaru Quraish. Kama ili unaliona gumu na kubwa, jifunze kwa wenzako. Walishakadhibisha kabla ya Makureishi umamun kathirun, umma nyingi tu za watu walioishi kwenye ardhi hii. Minhum, miongoni mwa watu waliopelekewa mitume wakawakadhibisha, qaumu Nuhin, ni watu ambao wamepelekewa ndugu yao Nuh. Wa qaumu Hudin, na watu ambao wamepelekewa mtume ndugu yao Hud. Wa hum kabilatu Adin, hawa ni watu wa kabila la Ad. Wa Firaunul Jabbari dhul mulki athabit, na Firauni mbabe mwenye ufalme mkubwa wenye nguvu, aliyoukitisha ufalme wake bil autadi, kwa hizo autadi, vikosi vingi vya majeshi. Au dhul jumu'il kathira, au kwa maana nyingine Firauni alikuwa na vikosi vingi, anaunda tu vikosi, anavipa majukumu, mpaka manake mkikaa watu wawili hamuaminiani, si kwa huyu mwenzangu mtu wa idara maalum wawili tu mko,
lakini kila mmoja anamtahadhari mwenziwe. Mfumo wa Firauni huo, alikuwa na vikosi vingi na vyote vinapeleka kwa mzee ripoti. Ukinong'ona tu taarifa imefika kwa mzee. Qala ba'dul mufassirin, wamesema baadhi ya wanawachuoni wa tafsiri, summiya bidhil autadi, Firauni ameitwa ni mwenye vigingi, liannahu kana yuwatidu man yuridu ta'dhibihi, alikuwa anawapigilia vigingi wale anaotaka kuadhibu. Wengi wanaadhibiwa kwa mtindo huo. Hata mkewe alipomgundua kuwa kasilimu alimpa adhabu hiyo na akafa hapo kwenye autadi. Kana alikuwa yuwatidu man yuridu ta'dhibihi bi arba'ati autadi. Mfumo wake Firauni alikuwa anapotaka kumwadhibu mtu anamuadhibu kwa hizo autadi 4, vigingi 4, pegi 4. Fi yadaihi, 2 mikononi mwake, warijilaihi, na 2 miguuni. Kila mguu unapigwa pegi kwenye ardhi, msumari mrefu unaenda chini, nyundo ya kilo 2 inatumika, pengine unagongwa unaenda chini. Wayatrukuhu hata yamuta, anamuacha hapo mtu mpaka anakufa. Yani hukatwe kichwa ukafa upesi. Na hakukuwa na risasi wakati huo kama wanakupiga risasi ya kichwa au ya kifuani. Anakupiga misumari kila mkono na kila mguu, unaachwa chali hapo, unaangalia jua na unaugulia maumivu, njaa inakushika, hakuna msosi, kiu kali, hakuna maji, mpaka unakufa hivyo hivyo. Dunia hii pamepita mambo. Wakila, na inasemwa maana nyingine ya autadi, moja ni hiyo, anaadhibu watu kwa autadi, ndo akaitwa dhil autadi. Wakila, na panasemwa pia maana nyingine, liannahu sahibul ahramati wal mabani lazima athabitati allati taqumu fil ardi kal autadi. Alikuwa ni mtu, kwa sababu ana vikosi vingi. Kuna kambi za kawaida, hii ni ya kudumu, lakini kunakuwa na kambi za muda. Wakati mwingine wanakaa watu discharge siku 3, wakisha wanaondoka. Na mwenyewe alikuwa ni mtu wa kutembea tembea, naenda sehemu sio nyumbani kwake, akijisikia akae kwa muda, anajengesha vitu kama hivyo. Kwa hiyo alikuwa na vitu vikubwa kama hivi anafanya, vinatengenezwa kwa matumizi ya muda, vikubwa vinathibitishwa katika ardhi kwa hizo autadi. Alikuwa na teknolojia yake kwa wakati wake, na yeye anafanya vitu kama hivyo. Wa Thamuda, pia katika watu waliokadhibisha mitume kabla ya Makureshi, Thamud, qaumu Lut, na watu wa Lut. Wa Thamud wa qaumu Lut wa ashabul aika. Thamud ni watu waliopelekewa mtume Saleh, ndugu yao Saleh. Wa qaumu Lut ni watu ambao wamepelekewa ndugu yao Lut. Wa ashabul aika, na watu wa vichakani, hawa ni watu waliopelekewa mtume Shuaibu alayhi salam. Yani wakadhabat Thamudu wa hum qaumu salihin, walikadhibisha kabla ya Makureshi huko nyuma watu wa Thamud, hawa ni watu wa mtume Saleh. Wa qaumu Lutin, na watu wa mtume Lut. Wa ashabul aika ay shajaril kathiri, aika manake ni vichaka, mwitu, ni eneo lililokuwa na miti mingi, ardhi yao ilikuwa ni yenye rutuba, ina miti mingi, ndio ikaitwa al-aika. Watu wa nchi hiyo wanaitwa ashabul aika. Al-multafu, miti imesongamana. Wa hum qaumu Shuaib, hawa ni watu wa mtume Shuaib. Ulaika al-ahzab, hawa ni watu walikuwa na majeshi yenye maana. Wakisema wanaingia vitani, mkiki wao sio mdogo.
wala hawafanani na Makureishi. Hao wababe kweli walikuwa hawafanani na Makureishi. Ulaika hum kuffaru alladhina, walioorodheshwa hapo hawa ni makafiri ambao tahazzabu ala rusulihim, walijipanga vizuri na wakaimarisha vikosi dhidi ya mitume wao. Fa ahlakahumullahu, hawa Allah aliwaangamiza mwenyewe. Na nyie Makureshi, someni somo hilo, chukueni kwamba msimuone mnyonge huyu mkamchukulia kwa sababu ya udhalili wake wa uyatima, mkamuona yuko peke yake. Huyu katumwa na aliyemtuma hajamtelekeza. Kama ni ubabe, hao nao watajia walikuwa wababe kuliko nyie, angalieni mwisho wao ulikuwaje. Na mitume wangu wote hawakudhuriwa na hao watu, niliwanusuru. Ndo ujumbe wanaofikishiwa Makureishi. Wote hupanga wawaangamize mitume, lakini Allah huwalinda mitume wake akawaangamiza wao. Falyahdharu haulai almukadhibuna lirusulillahi, basi na hawa waliopo leo Makureishi wanaambiwa watahadhari na tabia ya kuwakadhibisha mitume wa Allah. Wachezee haya wanayoyaweza, anga hizo si saizi yao. Watahadhari wanaowakadhibisha mitume wa Allah, an yusibahum ma asaba aslafahum, watahadhari na kuja kufikwa na yale ambayo yaliwafika waliopita kabla yao. Wama hiya minadh-dhalimina bibaidi, na aliyoyafanya Allah huko nyuma hayako mbali na madhalimu wowote wa wakati wowote. Hayo yalikuwa ni maonyo wanapewa. Watahadhari yasije yakawafika yale ambayo yaliwafika watangulizi wao. In kullun illa kadhaba ar-rusula fahaqqa wa'id, hao wote waliotajwa hapo wamefanya kosa hilo hilo ambalo nyinyi Makureshi mnalifanya. In kullun, wote hao waliotajwa hapo, illa kadhaba ar-rusula, halikuwa jambo lao walilolifanya ila walikuwa ni wakadhibishaji wa mitume. Wote hao waliwakadhibisha mitume. Ma kullu min haulai, wote hawa waliotajwa hapa, al-ahzabu, watu waliojipanga vizuri na kuunda vikosi na kujiimarisha kulinda walichonacho. Wal umma zilizopita kabla yenu mliopo sasa, hawakuwa hao illa kadhaba rusulahu, ila waliwakadhibisha mitume wa Allah alladhi ursila ilayhi, ambao walipelekwa kwao. Wametumiwa mtume, wamemkadhibisha. Walipomtishia maisha, Allah akamlinda mtume wake akawaangamiza wao. Fahaqqa iqab, walipowakadhibisha mitume na kuwafanyia fujo, ikawathibitikia adhabu ya Allah. Fathabbata wa wajaba alaihim iqabi, ilithibiti na kuwawajibikia adhabu yangu walipofanya maudhi kwa mitume wangu. Wa hudhifatil ya, imeondoshwa ye kwenye iqab, imetajwa iqab lakini ilikuwa isomeke fahaqqa iqabi. Sheikh anasema hudhifatil ya, ye imeondoshwa muraati liruusil ai, kwa kuchunga vimalizio vya aya. Kwa leo tuweke hapo, tutakuja kuendelea hapa tulipofika kwenye aya inayofuata darasa ijayo inshallah kesho. Bismillahir Rahmanir Rahim. Aj'ala al-alihata ilahan wahida, wameshangaa Makureishi kumshangaa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanasema anataka kufanya idadi ya miungu yetu yote iwe haina maana, Mungu awe mmoja. Inna hadha la shay'un ujab, hili jambo ni kituko cha mwaka, jambo la kustaajabisha kweli kweli ameleta. Wantalaqa almala'u minhum, wakaondoka watukufu viongozi miongoni mwao na misimamo yao.
huku wanaambizana animshu wasbiru ala alihatikum, nendeni na mambo yenu na mvumilie katika kulinda miungu yenu, yani msirudi nyuma, msimpe mwanya Muhammad. Inna hadha la shay'un yurad, hili alilokuja nalo Muhammad ndo jambo linalotakiwa kwetu, tusilipe mwanya. Anataka yeye awe juu, sisi tuwe chini yake. Anataka tudharau miungu yetu, miungu ya wazee wetu, tumwabudu Mungu mmoja tusiyemjua. Anataka kutupeleka huko na sisi tusimame imara, tusikubali. Ma sami'na bihadha fil millati al-akhirah, hichi anachohubiri hatujakisikia katika dini ya mwisho. Katika hizo dini tunaambiwa zinatoka mbinguni, hatujasikia habari ya Mungu kuwa mmoja, na hawajasikia kweli, kwa sababu hawajapelekewa mtume, na huyu aliyepelekewa ndo amemkataa. Ma sami'na bihadha fil millati al-akhirah, hatujasikia taarifa hii kwenye dini hii ya mwisho. In hadha illa ikhtilafun, haya anayodai Muhammad ni uzushi tu, anajizulia tu mwenyewe. Aunzila alayhi dhikru min bainina, hivi ndo kateremshiwa yeye wahai kuliko sote sisi, hakuonekana hata mmoja mwenye maana zaidi yake yeye. Hapa walikataa pia, wakajiuliza bal hum fi shakkin min dhikri, lakini hawa watu wanashaka na utajo wangu. Bal lamma yadhuku adhab, lakini pia hawajaonja adhabu yangu, ndo maana wamekuwa hivi. Ama indahum khazainu rahmati rabbik, au wao wanayo sehemu ya hazina ya rehema za Mola wako, al-aziz al-wahhab, ambaye ni mwenye nguvu na mwenye kutunukia waja wake anachotaka kuwatunukia. Am lahum mulku samawati wal ardi, au wao wana ufalme wa mbingu na ardhi, au wanahisa kwenye ufalme wa mbingu na ardhi. Wama bainahuma, na eneo lililopo baina ya mbingu na ardhi. Falyartaku fil asbab, basi wapande juu kwa kutumia vipandio vya kwendea juu ambavyo Allah kavisifia. Ta'ruju ilayhi almalaikatu waruh, ta'ruju almalaikatu waruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Wanatumia hivyo vipando malaika wakiwa na Jibril kwenda huko wanakochukua maamuzi kwa Mola wao. Muda wanaotumia kwa hisabu zenu za hapa duniani ni kiasi cha miaka 50,000 yenu nyewe, lakini wao wanaenda all over the sudden, within a fraction of a second wamefika. Nyinyi mtahitaji miaka 50,000 ndo muweze kufika huko kwa hichi kipindi chenu cha hapa, muda wenu wa hapa. Basi wapande mbinguni, waende kwenye hizo centers ambazo watendaji wa Allah huwa wanapokea maagizo na kuyafanyia kazi. Jundum ma hunalika mahzumun min al-ahzab, hawa watu wanajiona wamejipanga vizuri, wametengeneza jeshi, lakini ni jeshi ambalo muda si mrefu hapo mbele linashindwa. Ni miongoni mwa majeshi yaliyoshindwa kama yalivyoorodheshwa hapo mbele. Na hili nalo ni jeshi ambalo halina muda, kidogo tu hapo mbele linaanguka. Ni miongoni mwa majeshi ambayo yameanguka. Kadhabat qablahum qaum nuhin, wao sio wa kwanza kufanya kituko hiki cha kukadhibisha mitume. Kadhabat qablahum, walishakadhibisha kabla yao, qaum nuhin, watu wa Nuh, wa adun, na watu wa Ad, wa Firaun dhul autad, na Firauni mwenye vigingi, wa Thamud, na walikadhibisha watu wa Thamud, wa qaum Lut, na watu wa Lut, wa ashabul aika, na watu wa Shuaibu, watu wenye ardhi ya pori. Ulaika al-ahzab, hawa ni watu ambao walijishika vizuri, walijipanga wanavyosema, lakini pia nao wameshindwa.
in kullun illa kadhaba ar-rusula fahaqa iqab, wote hawa walikadhibisha mitume ikawathibitikia adhabu yangu. Wote hao walifanya kosa kama mnalolifanya, hatimaye nimewaadhibu. Kwa hiyo na nyinyi subirini time yenu tu. Kwa leo tunaweka kwenye aya ya 14, tutaondokea kwenye aya ya 15 kesho insha Allah. Wa ala hadha alqadri yaqif. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Ndugu zangu, toa maswali, lakini maswali yani yakifungamana darasa letu napendeza zaidi. Na muda unakwenda na wengine wanatoa wako nje ya mji. Inshallah mwenye swali na wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shiqaq ni divergence. Huyu anaenda huku, sisi tuende hivi, tutengeneze tofauti, tusikubaliane naye. Kwa makafiri wana sera hiyo. sogeza mic kidogo. Ulisema wana tabia kutengeneza kitu mbadala. Moja maelezo uliyotuambia. Sasa si ndio hivyo, huyu si anaenda huku, shika hiki, sisi tufanye kingine badala yake, tuwe tofauti naye tu, tusikubaliane naye. Swali langu ni hili sasa. Haya. Kulibaishia kusema pia kitu mbadala. Uchawi. Unasema hata uchawi unatumika kama kitu mbadala. Umenimiskoti. Nimesema kafiri huwa ni mtu akishakikataa kitu cha haki na yeye anataka athubutu kwenye jambo lake, hujitengenezea kitu badala ya kile. Ndio nikatoa mfano, wana wa Israeli wamepelekewa mitume wengi, si watu wapumbavu, na ni mitume miongoni mwao ulul azmi wameshuka kwao, wanajua habari ya wahi, wanajua habari ya utume na kila kitu. Na binafsi huyu mtume wa mwisho walikuwa wana taarifa naye, yumo kwenye vitabu vyao, walikuwa wanamsubiri. Alipokuja wakahakikisha huyu ndiye mwenyewe, lakini hatuko tayari kutawaliwa na hawa. Lakini sasa huyu mtu ana wahi, ni mtume wa Mungu, anashushiwa wahi, tutakompiti naye vipi? Na sisi hatuna wahi, sasa tushanyang'anywa. Sasa katika hiyo tabia yao ya shikaki hiyo, ndo Allah akasema, nikanukuu aya, wattabau ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaimana wama kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru. Wamesema kitu mbadala tutakachoweza kuchuana naye huyu mwenye wahi, tutafute hiki. Wakatumia nguvu za kiza, na dunia nzima sasa hivi inaendeshwa na watu na wana vyuo vikuu vya kusomesha uchawi. Sasa uchawi ndo angalau unaweza kuwabakisha mjini, wakawa na supporters, wakachukua makundi ya watu wakawapoteza, ili wawahasimishe na wenye wahi. Sijaeleweka bado? Umemsikia nani? Mimi nimesema. Sasa ni hiyo aya nilikuwa nasomesha, hiyo aya. Hao waliotumwa kuja kusomesha uchawi, watabau ma tatlu shayatinu, wameacha wahi wakafuata masomo yaliyosomeshwa na mashetani. Na sheitani huwa ni kiumbe mbaya tu asiyekubaliana na haki. Anaweza akawa binadamu, anaweza akawa jini au chengine chochote, ndio shaitani. Sasa hawa walipoikataa haki, wamefuata masomo yaliyosomeshwa na mashaitani. Na masomo haya waliyasomesha mashaitani tangu wakati wa mfalme Suleimani. Suleimani alikuwa na dola kubwa, naye katawala ulimwengu, lakini sio kwamba naye alikuwa hana maadui, hana wapinzani.
makafiri wako zama zote. Yeye kapewa power, kawa manage, kawa miliki, lakini walikuwepo na wanafanya kitu ili wamuondoe. Kwa hiyo walichukua masomo yaliyokuwa yanatumika na wale wapinzani wa Suleimani kwenye ufalme wake. Pamoja na hayo, in addition to that, wama unzila ala almalakaini, wamekusanya kwa sababu ni watu ambao wana kumbukumbu, wanachukua maandiko yale. Zama zote kuna watu muarrikhina wanaandika historia, mnifahamu. Kwa hiyo hata kama hakiko kwenye wahi, lakini nukuu za watu kwa tamaduni za wasomi wa kila zama huwa wanatunza elimu yao kwa maandishi. Kwa hiyo wamechukua wana wa Israeli maandiko yenye elimu hizo kwa yale masomo yaliyoteremshwa kwa hao malakaini. Na hapo pia kuna itilafu ya ufahamu. Wengine wanasema ni malaika wawili waliapizwa, waliasi, lakini hakuna malaika anayeasi kwa hao. Hawa malakaini sio malaika. Malakaini ni watu, na walikuwa wanaishi kwenye ardhi ya Babiloni hapo. Ndio maana alisema unzila ala almalakaini, hakusema unzila bil malakaini. Masomo yaliteremshwa kuteremshiwa malakaini. Malak kwa zama hizo kwenye dola ya Babil walikuwa ni watu wenye mchanganyiko wa fani, kama sasa kwenye mchanganyiko wa masomo hili na hili na hili, combination hii inapewa jina, combination hii inapewa jina. Kwa hiyo Malak ni mtu mwenye fani katika masomo ya wakati huo, ikiwemo na somo la nujumu. Akiwa katika combination yake msome huyu anafahamu na somo la nujumu, anakuwa ni Malak. Kwa hiyo walikuwepo wasomi, Allah hao wawili akawateremshia hiyo elimu ya uchawi. Harut wa Marut, mmoja anaitwa Harut, mmoja anaitwa Marut. Lakini Allah kawasifia kusema hawa walikuwa ni watu wema, ni waaminifu. Wama yuallimani min ahadin hata yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wametoa agizo, tuna masomo tunasomesha, anayetaka kusoma aje, lakini anapokuja kutaka kusoma kuna usaili anafanyiwa, interview, anashartishwa. Sisi bwana, masomo tulionayo ni mtihani, tafadhali usije ukayatumia vibaya, usije ukakufuru. Akikubali masharti ndo wanamsomesha, wakimuona hamnazo wanamtimua, wewe hufai kusoma masomo haya. Maana hata Nabii Musa alipoomba kozi kwa yule mwalimu, kamwambia innaka lan tastati'a ma'iya sabra, wewe dogo huwezi kuvumilia fani yangu. Musa akaambia nitajitahidi, utanikuta ni mwenye subira, sitoasi amri yako. Lakini kapigwa topic 3, kafukuzwa kozi, kaambiwa huwezi, wewe nenda zako na yako na mimi niache na yangu. Kwa hiyo na hao walikuja, walipewa masomo, kwa sababu zama hizo uchawi ulikuwa umekithiri kwenye dola hiyo ya Babeli, mpaka ulikuwa unatishia asibaki Muislamu hata mmoja, kwa sababu mtu anafanya mambo mpaka akasema haya ni muujiza, na watu wanaamini muujiza kutoka kwa Mungu, wanaamini kutoka kwa Mungu, lakini ni vituko vya kiuchawi. Sasa tutawanasuaje watu mpaka waweze kudifferentiate baina ya uchawi na muujiza? Ndo Allah akaleta hilo somo. Hawa wanasoma uchawi, kwa hiyo na mimi ninaleta elimu ya kufahamu siri ya hili somo walilonalo, ili yule mwenye imani awe na power ya kudifferentiate, kutofautisha baina ya hii ni uchawi, hii ni haki. Ndo hikma ya kuletwa wale watu. Wao wameyachukua yale wakayatumia negatively kwa ajili ya kukinzana na wahi. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Anajua kila mchawi anayechagua uchawi akhera hana kitu. Lakini wale walifundishwa uchawi kwa nia njema, kunusuru imani yao. Wale waliokuwa na imani wapate kipimio cha kutofautisha hili la uchawi na hili ni la wahi, au hili ni muujiza. Bado hujanifahamu? Naona unanikodolea macho lakini hunioni. Umeelewa chochote? Usikubali tu kiroho upande bwana. Kama hujafahamu sema.
Alhamdulillah. Ngoja hilo. Sasa ukweli kabisa darasa alhamdulillah, yani tu kwenye furaha na amani na utulivu. Lakini simsemei, ila wazungumzaji tunajijua. Jamani, toka muda ule mpaka muda huu Ramadhani na glukosi mzungumzaji wewe unapungua, lakini tunahitaji darasa. Mimi natoa maswali haya kwa kifupi. Unajua, ukirudi nyuma ya darasa liko hivi, ikawa hujakosea tena. Nazungumzia vile tutachukua time ambayo tumenufaika kwa wengi. Mmoja alianza hapo, kisha namalizia hapa, mengine kesho inshallah. Nataka kabla. Inshallah. Ni nani? Ni hapa. Haya. Kwa kifupi kabisa. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sogeza meza. فليرتقوا في الأسباب. Sasa kuna tunasikia kwamba wanaenda kuzini. Sasa inawezekana ikawa ndo wanataka kuchallenge hapa hii aya au vipi? Yaani shekhe wananiuliza maswala ambayo lenyewe ni darasa nzima, inabidi nitoe muhadhara. Yaani si swala la kujibu kwa maneno mawili likaisha. Jibu lake je darasa. Yaani muulize swala la kielimu zuri. Lakini tulipe time. Kwa nini? Kwa sababu ufafanuzi wake unachukua muda ili watu waelewe. Maana shortcut answer hawezi kufahamu. Alafu ukijibu kitu shortcut unaweza kuzua kitu kingine kwa mshangao wa watu. Sawa? Ameichukua lakini kuna time. Sawa habibi. Inshallah nitazingatia kuja kulifafanua baadaye inshallah. Hebu swali lako muuliza nini? Irtiqa. Kupanda juu. Mbona watu wanaenda mwezini? Kuna bwana mmoja aliingia msikitini. Wanaenda mpaka kwenye Mars. Kuna bwana mmoja aliingia msikitini. Akamwambia akuta shekhe adarisha kitabu sahihi Bukhari. Kitabu sahihi Bukhari. Afa akasema angalia Waislamu wamechelewa, wako kwenye vitabu vya sahihi Bukhari leo. Wanazungumzia karne hizi sahihi Bukhari. Yaani wamechelewa sana. Watu wameendelea. Shekhe kuna ajabu gani bwana? Kwa nini watu wanasoma sasa hizo wanafika kwenye mwezi? Wako kwenye sayari zingine. Shekhe akawaambia hivi, wao ndio wamechelewa. Sisi Sahih Bukhari hapa tunapita kwenye mwezi tu kwa Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa kwa wenzangu hapa. Wakija kuuliza swali wanakwambia shekhe Allah kuhifadhi. Ina maana nakuuliza wao hawataki Allah kuhifadhi. Allah atatuhifadhi sote. Sasa shekhe mimi nasema sisi na wewe usituache Allah kuhifadhi wote. Amin, amin. Swali shekhe. Mtume wetu wakati anahama Maka kwenda Taif. Alikwenda Taif kupeleka kalima. Wale Wahudhi wakampiga mawe mpaka damu ikavuja. Sheikh Ahmad waacha hivi kwa sababu huku nyuma tumesomewa wote waliokanusha mitume wote waliaminiwa. Sasa wale watu waliachwa hivi Sheikh. Wale hawakuachwa hivi hivi, lakini kwenye hii sura huku mbele nafikiri kama umri huko utapata jawabu ya hilo swali lako, isipokuwa basharafu tu nikupe, Allah huwa mitume wake anawapa mitihani kama ambavyo sisi wanyonge tunapewa mitihani. Mara umeenda jela, umekosa mlo, umekala na njaa na hivi mitihani Allah. Alafu mwingine anashtumu, analalamika, anatukana, anazikufuru,
anapata dhambi. Mwingine anajua huu mtihani wa Mola wangu, anasubiri, anaomboleza, anabembeleza, anaomba, anapata thawabu, anakirimiwa. Yote ni mitihani. Maisha mazima ya binadamu ni mtihani. Kwa hiyo hata wale watukufu ndio wanapewa mitihani tena migumu zaidi. Tangu anaondoka kwake kwenda Taifa, Allah anajua huyu mja wangu anaenda kukutana na nini kule, sio kwamba hajui. Na kama angetaka yale mawe yasimfike, angeliyapeperusha yasimgonge kabisa. Lakini kila anachokifanya kina hikma. Kapigwa kweli mawe, karoa damu mpaka viatu vimeroa damu, anavotembea, anatembea kwa damu. Lakini halafu Allah akatuma malaika wake watatu. Wakati mtume kakaa na huzuni anaomba, baada ya kuomba pale wamekuja malaika watatu. Watendaji au malaikatul mukarrabin, sio wadogo wadogo, wenye mamlaka kubwa huko mbinguni. Anambia, bwana, sisi tumetumwa kwako, lakini tumeambiwa tusifanye chochote mpaka kwa idhini yako. Umefahamu? Mimi bwana ndo mwenye dhamana ya hii milima, ardhi yenyewe yao imezungukwa na milima. Ukitaka ninaikusanya pamoja na ufunika mji wao sasa hivi. Kwa hicho walichokufanyia. Mwingine anasema mimi nina dhamana ya upepo, ninaweza nikawasweka upepo hapa asibakie hata mmoja. Alimradi nitafanya hivi, nitafanya hivi. Mtume akaambia, la, sitaki lolote katika hayo. Mimi ninategemea kwenye migongo ya hao wakorofi watatoka watu watakaotetea hichi ninachokipigania. Hutaki tufanye chochote, amsifanye chochote. Wakaenda sawa. Na kweli pale kwenye mji ule wametoka watu majemedari walousaidia Uislamu. Mpaka leo unauona unanawiri. Ni mitihani. Dhulqarnaini alipewa mamlaka ya kutawala dunia nzima. Kisa chake kiko kwenye Suratul Kahf. Alifanya safari ya kikazi kwenda upande wa magharibi ya dunia. Alipofika huko kakuta watu makafiri, hawana dini, hawajui Mungu. Allah akamwambia, ya Dhulqarnaini, imma an tu'adhiba wa imma an tattakhidha fihim husna. Dhulqarnaini, nina authorize na kupa mamlaka. Hawa watu washenzi, makafiri, hawanielewi. Ukipenda waadhibu na ukipenda watendee wema. Huu kwake yeye ni mtihani. Allah watu wake hata wema anawapa mitihani. Kama ingelikuwa mimi na wewe ungesema makafiri hao watanikoma leo, kata vichwa wote, asibakie hata mmoja. Alafu huku ukaandikiwa failure. Umefeli. Hujui majukumu yako kumbe. Lakini jawabu ya Dhulqarnaini kasema, amma man zalama fasawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adhibuhu 'adhaban nukra. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'an al-husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Hapa jukumu letu la awali, pamoja na kwamba watu makafiri tunatakiwa tuwalinganie, tuwasomeshe. Ama atakayedhulumu, anamaanisha kuna wengine watakuwa na kiburi hapa, waseme hao wageni wanatoka wapi, watu waelewi, tupambane nao. Atakayepambana na ninyi na sisi kajidhulumu, tutamshika. Yani akitushikia silaha tutapambana naye. Umefahamiana? Amma man zalama fasawfa nu'adhibu, yani huyo hatumpi muda. Akijitia ujasiri tu wa kukabiliana na sisi tutamwadhibu. Thumma yuradu ila rabbih, alafu atarudi kwa Mola wake baada ya mauti, fa yu'adhibuhu 'adhaban nukra. Huko ataenda kuadhibiwa adhabu mbaya, kapambana na mjumbe wa Allah. Lakini katika juhudi ya kuwataalamisha, kuwasomesha, man amana wa amila salih, atakayeamini tunachomwambia akakubali kufanya mema, falahu jazaa'an al-husna, huyo anastahili alipwe malipo mazuri. Kwa hiyo katika hawa wabaya, wengine watakuwa wamepotoka, wengine wataongoka. Kwa hiyo hatuwezi kuadhibu tu kabla ya kuwalingania, na Allah mwenyewe ndo anasema hivyo, ma kunna muadhibina hata nab'atha rasula. Sasa ingelikuwa rungu kapewa kichaa, angewatandika kweli rungu. Lakini kuonyesha mtume wetu mwenye sifa njema, hata kwenye mazingira magumu pale
kasema wasiadhibiwe. Nategemea kizazi chao watakachozaa kitakuwa na manufaa sana kwa upande wangu, kitapigania hichi ninachopigania. Kwa hiyo sio kwamba Allah hakuchukua hatua, kachukua hatua, lakini alitaka atupe na sisi somo, aina gani ya mtu aliyemchagua, ni mwerevu kiasi gani, anayejua majukumu yake. Kasema hivyo. Umeridhika? Inshallah khair. Haya, Mashaallah. Ndugu zangu, nichukue fursa hii adhimu, wale ndugu zetu wote ambao wameazimia kwenda haji mwaka huu kupitia taasisi yetu ya An-Nur, tunawakaribisha, na Allah akijalia tutaanza semina za mahujaji baada ya Ramadhani inshallah mubashara. Tukiondoka wana Mwanza wengi na Sheikh Ali anasikia, ndio kiongozi wetu mkuu wa safari. Tukiondoka wana Mwanza wengi, alhamdulillah, kule tuna yaani mkiondoka kundi ambacho unajua mko pamoja hivi, tunatokea safari za Mwanza, alhamdulillah, ni vizuri zaidi na semina tunazofanya kwa hapa. Kwa wale ambao wanaotaka kwenda wameazimia, na inshallah Allah atienia katika nafsi zetu tuondoke inshallah. Allah akijalia wanaotaka kwenda haji, fursa hii inshallah tunaipata hapa msikitini kupitia taasisi ya An-Nur. Tupo ndugu zangu, naomba tuwe mabalozi, tuwafushie na ndugu zetu wengine. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.